Shalom mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumao mwili wa afya na muda kama na uko chonja radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza matangazo yetu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za na ripoti kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Almasi ambaye ni mchambuzi wako wa leo, na saidiwa mitamboni na Merci Mbelechi pamoja na Isaac Mulucha ambaye atakuletea habari muhimu. Nasema karibu na tega sikio. Na kama nilivyokujuza kwa ukurasa wa habari zetu na kubikwa na habari muhimu, na mkaribisha hivi sasa mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Hali gani Isaac? Salama kabisa. Vipi hali yako Safari? Kwa upande wangu niko salama. Labda ni kipi ambacho umeandalia wasikilizaji kwa leo? Naam, kwa leo kwenye habari tulizozipatia kipaumbele ni pamoja na habari kutoka katika mji jirani wa Uvira. Imesema kuwa pesa ambazo serikali kuu ya Kinshasa inatuma kila mwezi, tuna wajibu wa kufahamu ikiwa zinaishia katika mifuko ya viongozi wa wazalendo peke yao au kila mzalendo wa mistari anazipata. Ndivyo amesema hayo notable Andre Badunia Mashaka pa Uvira. Na huko Masisi Safari Alimasi, mripuko wa ugonjwa wa kipindupindu unashuhudiwa kwa kiasi kikubwa katika eneo la Masisi wiki kadhaa sasa. Taarifa hiyo imetolewa na kuhakikishwa naye mganga mkuu wa mtaa huo wa afya Daktari Lucien Bindu. Na kwenye habari ya kitaifa, mwenyekiti wa chama cha upinzani ACD Martin Fayulu Madidi kwa mara nyingine tena amemwalika rais wa DRC Felix Tshisekedi kushiriki katika juhudi za kuleta mshikamano wa kweli wa kitaifa kwa kuandaa mazungumzo jumuishi. Nitakuwepo hapa kuangazia undani wa ripoti hii Safari Alimasi. Ni kushukuru Isaac Mulucha kwa habari muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Engineer anayesimamia ujenzi wa vibanda vinavyofadhiliwa na gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini ndani ya soko la Jeteme mjini Baraka amewahakikishia wananchi wa jiji hili kuwa kazi hizo zinafanywa kwa ubora na kwa utaalamu wa hali ya juu. Akiwa mbele ya maiki ya radio yako, engineer huyo amesema kuwa ni lazima wakaaji wa Baraka kuwapa imani, huku akiomba kwa wachuuzi wa soko wa Jeteme kwa uvumilivu, kwani hivi karibuni shughuli hizo zitatamatika. Excellence DG Jean-Jacques Latano alidepesha mteja wetu hapa Baraka sababu kufanya kazi fulani entre autres tushamaliza pont ya hapa Baraka kule Algas. Hivi tuko najenga hii soko hapa na kazi zingine kule Katanga kule kadri tu ya kazi ambazo alitafuta na tunazifanya de façon professionnelle. Wale ambao uko tafuta professionnel wa métier wa construction kwa mapon kwa barabara kwa manyumba, contactez entreprise yetu kwa numero 085 D78 78 16. C'est tout hapa kwa ajili yenu. Promettre à maman Jeteme wa patienter parce que construction ailombaki mamelange parce que tunatia watu pandake tupangusha mabyuma nini na umiza watu. Ndio wana wa patienter. Na hivi sasa tujielekeze huko tarafani Mwenga ambako shirika la raia tarafani Mwenga limearifu raia na viongozi wa serikali ya kwamba katika kundi la ng'ombe ambazo zimewasili tarafani hapo kuna moja ambayo imefariki kutokana na ugonjwa, na hivyo kuomba raia kujiepusha na kula nyama yake. Katika mazungumzo nasi, moja kati ya wanamemba wa shirika la raia pa Mwenga amesema kuwa tayari mnyama huyo ameanza kutoa harufu. Huyo ameomba kwa serikali kuzika haraka mnyama huyo ili asilete madhara. Tunatahadharisha wakaaji na kukumbusha wakubwa wa serikali ya kwamba kwenye kundi la ng'ombe lililotoka Bukavu, moja imefariki hapo Kibanda mkoani Basile, nayo imeanza kutoa harufu. Hii ni tangu tariki 14 mwezi wa 11 mwaka huu tunao, na kisa ingali bado kujulikana iliyopelekea ng'ombe hiyo kufariki. Hiyo maziko sharti iheshimu taratibu zenye kushikiliwa na waganga wa wanyama, nayo iendeshwe kwa haraka. Tunaomba wakaaji kuwa waangalifu na kujiepusha na mzoga wa mnyama huyo kwa kuepukana na magonjwa yenye kuambukia nyama kwa mtu na mtu kwa nyama vile vile. Hivyo maziko hiyo sharti ifanyike na wajuzi wenye kujua jinsi ya kuingia na kutoka kufuatana na tukio hilo. Na huko Walikale ni kwamba wakimbizi wa ndani wanaokimbia machafuko ya vita kati ya FC M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanaripotiwa kuwasili kwa wingi katika vijiji vimoja vya tarafa ya Walikale
wakirokea tarafani Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Shirika la raia MESCO kwa jambo hilo laomba kwa serikali kwa jana msaada kwa haraka. Udhibitisho ni wake Benjamin, mratibu makamu wa shirika la raia MESCO tarafani Walikale, ambaye ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ni tangu siku ya yenga tariki 15 Novemba mwaka 2025 ndani ya teritori ya Walikale, sekta ya Wanyanga, grupema wa Loa Yungu, ndani ya miji Kailenge, Kimua na Langira, kumeripotiwa idadi kubwa ya wahami wa vita kutoka katika teritori ya Masisi wakimbia vita kati ya wahuni wa M23 na wazalendo. Kati ya wahami hawa tunakuta wamama wenye kunyonyesha, wamama wenye mimba, watoto wachanga, wazee na wababa, wakikimbia ili kwamba wapate kuokoa maisha yao katika eneo hizo ambazo ni tangu siku za kutosha ambayo kumepiganiwa vita katikati ya wahuni wa M23 na wa jeshi la taifa ambayo wameungwa mkono na wazalendo. Wahami hao wa vita wameishi maisha magumu sana ya kukosa mahali pa kulala. Kati yao wamoja wanalala kunako shule ya msingi Epe Mwitwa na wengine kwenye shule la sekondari Institut Mandai. Wamoja kati yao wakipokelewa katika manyumba za wajirani na wengine wakilala nje kwa sababu ya kukosa mahali pa kulala. Hawa wamelalamika zaidi kwa ukosefu wa maji safi, dawa, chakula, mavazi, hata na vyombo vya mafiga. Mwishowe mwanaharakati huyu wa shirika la raia MESCO tarafani Walikale ameongeza kuwa madhara ya kiutu yaweza kuwa mengi endapo serikali pamoja na wafadhili watawajibika mapema. Benjamin amerejea mara tena. Kwa hiyo sisi kama vile muungano wa shirika la kiraia MESCO ndani ya teritori ya Walikale tunatoa lalamiko na ombi kubwa kwa guvernema Kongole kuajia wandugu hawa msaada ya vitu hivi ambayo wamekuwa wenye kulalamika, vile vile kwa wafadhili na watu wenye moyo mwema kuajia msaada kwa haraka. Sababu wandugu hawa wamekimbia Masisi kwa ukosefu wa usalama, yani vita, lakini tunakuwa na wasiwasi mkubwa wasije wakakutanike na vita kubwa zaidi ya vita ya risasi, yani vita ya magonjwa ya kuambukia sababu ya wingi wa watu, na vile vile ukosefu wa choo, na wale wenye kushikwa na magonjwa wamekosa hata vituo vya afya ya kwenda sababu ya ukosefu wa pesa. Tuwakumbusha kwamba ndugu hao waliacha vyote walivyokuwa nao kwa ajili ya kupata kuokoa maisha yao. Tutakumbusha vile vile ya kwamba ni tangu siku ya kwanza tariki 16 Novemba mwaka 2025 wanafunzi wa shule hizi mbili hawasomi. Sababu ni kwamba shule zao zimejawa na wahami wa vita kutoka hapo Masisi. Kwa hiyo tunaalika tena vile vile guvernema Kongole kujenga kambi ya wakimbizi hawa ama ya wahami hawa ili kwamba shule hizi zipate kuwa wazi, ili kalendari ya shule isije ikakue tena perturbe. Tutawakumbusha ya kwamba ndani ya teritori ya Walikale shule ilikuwa na ugumu ya kuanza sababu ya ukosefu wa malipo ya mwezi wa kwanza, pesa ya walimu ya mwezi wa kwanza ambayo hadi tangu sasa pesa hiyo yalipiwa. Hii ilifanya mgomo ya muda wa juma mitatu wanafunzi hawakusoma. Kama ikiongezeka tena vile vile siku nyingi wanafunzi hawa wakosi kusoma sababu ya wandugu ambao wameishi katika shule hizi, tuna matumaini ya kwamba kalendari ya shule itakuwa imeharibika. Tunatoa mwito kabisa na tunalalamika zaidi kwa wakuu viongozi wa serikali, wakuu viongozi wa shule, wafadhili wenye moyo mwema na watu wenye moyo mwema kuangalia jinsi ya kuleta jibu kwa uharaka kabisa kwa swali hii ambayo imekumba wandugu katika eneo hiyo. Na tukijielekeza katika mji jirani wa Uvira ni kwamba pesa ambazo serikali kuu ya Kinshasa inatuma kila mwezi tuna wajibu wa kufahamu ikiwa zinaishia katika mifuko ya viongozi wa wazalendo pekee au kila mzalendo kwenye mstari wanazipata. Ndivyo amesema notable Andre vya Dunia Mashaka pa Uvira. Katika mazungumzo na Radio Kivu, notable huyo amehakikisha kuwa kuna pesa ambazo serikali kuu ya Kinshasa inatuma kila mwezi kwa ajili ya wazalendo, na hivyo ni vema kila mzalendo atayuliwa mstari awe na haki kwa pesa hiyo. Andre vya Dunia amezungumza nasi. Question ya gestion ya franga ya soutien kwa wazalendo.
ambayo kunatoka Kinshasa. Ile nimeikamata kama nimeivalia njuga, nimeifanya cheval de bataille ya kwangu, na ninawaza kwamba watu wengi hawakuwa wanajua kwamba ile pesa iko inatoka, lakini tumefanya investigation tukakuta kwamba kuna pesa na kuyaka uturu ya $100,000, na ile pesa wakati nafikaga hapa benye banaikulaga hatujuaki ni banani. Mais 33 région militaire inazipatiaka wazalendo. Question ya kujiuliza, je, wanapopatia seigneur de guerre zinafikaka kufront anauziaka watoto bunga au ni pesa za kujenga manyumba? Ningetaka kupresize kwamba tuko tunafuatilia ile question ala lupe, na leo hii nimetoka kuonana na wakuu viongozi ambao wanaongoza jeshi kwa niveau ya jimbo. Nimezungumza na wenyewe, tumekubaliana kwamba lazima tufanye commission ambayo itajere ile pesa, ijue kwamba eske soda mwenye iko kwa mulima, soda mwenye iko upande wa juu Bibokoboko, nafasi nyingine mweko nachunga watu wa Baraka, wa Fizi, wa Uvira na Mwenga, eske ule mzalendo iko napata kale kabunga kiko namfikia? Haiwezekani mzalendo ajitolee kwamba ninakamata silaha kudefendre nchi yangu, kisha bibi yake tena aguse kumfuko kumkandara atoe franga mpatia ende kula. Haitawezekana. Serikali ni jukumu lake. Na kama serikali naona kwamba nono haitaweza kufanya ile kazi, ituambie, sisi tutafanya ile kazi kama raia. Tujue kama Kongo imetuabandone totalement. Na kama haijatuabandone, basi iendelee kukamata charge ya hawa wazalendo ambao ni ndugu zetu wamejitolea. Nina presize kwamba ile franga inatokaka, na tunawaza kwamba tuko tunafanya nguvu yote kuongea na wakuu viongozi kwa kurecadrer vitu. Bilikuwa mbaya, alikuwa na gabula huyo anakamata zake bila asirasi kama zinaenda kuuza bunga ya watoto. Alors ya watoto wazalendo tuko na besoin maintenant désormais ile pesa ikuwe natoka, tuone nauza bunga, tuone nauza maharagi, inauza mchele, inauza mafuta. Mzalendo asikule vibaya, mzalendo auze dagaa, auze kanyama, na auze ndio atajisikia nguvu kwamba iko tetea nchi yake. Kwa sababu haiwezi wezekana mzalendo ambaye amejitolea kutetea nchi iwe tena yeye ndiye atagusa kwenye mfuko wake ajinunulie chakula. Serikali ya Kongo inapaswa kufanya geste kidogo ya kuonesha kwamba kweli yatuunga mkono kama wazalendo. Na msikilizaji, hivi sasa ni habari za michezo ambako FC Lupopo yaanza safari ya kwenda Afrika Kusini kwa ajili ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Klabu ya FC Saint-Eloi Lupopo ya DRC imeondoka rasmi Jumanne hii tarehe 18 Novemba 2023 na 5 kumrazi kuelekea Afrika Kusini. Lupopo watachuana na miamba Afrika Kusini Mamelodi Sundowns katika mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi ya CAF Champions League kundi C. Na kwenye habari zingine ni kwamba michuano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 kwa upande wa Ulaya inaendelea, ambako leo majira ya saa 3:45 Kosovo watamenyana vikali na Uswisi, Sweden watamenyana vile vile na Slovenia, huku Bulgari watakimenya vikali na Georgia, Autriche watamenyana vikali na Bosnia, Romania wakikutana na Saint-Marin, Belgique watamenyana na Liechtenstein na Pays de Galles watamenyana na Macedonia. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwa unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio ya Kijamii Kivu, na ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili kwa masafa 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na hivi sasa tujielekeze katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ni kwamba muungano wa kupambana na mabomu ya ardhini Islam kwa ufupi umeraja kupongeza uzinduzi wa kampeni ya ukusanyaji wa silaha za moto na risasi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa serikali ya Kongo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mario Gavo ni mratibu wa shirika hilo, amesema kuwa hii ni hatua muhimu ya kupunguza ukatili wa kutumia silaha, kupambana na umiliki na usambazaji haramu wa silaha ambazo ni chanzo kikubwa cha ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC. Kabambi ama ndogo hata na hiyo tunaita makartushi. Tunafurahia sana kwa sababu itaacha ujauri ya watu yenye napitia kwa watu wanaomiliki silaha,
inaisha. Itaacha pia tena kupunguzwa kwa bunduki na masasi yenye kutumikishwa kiolela bila kwa control na government hapa province ya Nord Kivu. Lakini tunaomba ya kuwa wakati mtu anarudisha bunduki nafaa kuuliza en secret ilitoka wapi, tangu siku gani, na hiyo bunduki ikuwe marke pale pale na iwekeo mzuri ndani ya magazin d'armement. Ile ni kuacha isikuje tena irudie kwa watu, wakirudisha ile tena itakuwa kazi ngufu na pesa itaenda bure na bunduki zitarudia tena kwenye mikono ya watu yenye wajulikana. Tunafurahia hiyo mpango kwa sababu tunawaza itaacha ajali mingi ya mabunduki na makombora inaisha. Na huko Masisi ni kwamba mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unashuhudiwa kwa kiasi kikubwa katika eneo la Masisi wiki kadhaa sasa. Taarifa hiyo imetolewa na mganga mkuu wa mtaa wa afya Daktari Lucien Bindu. Daktari huyo Lucien Bindu ametoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu na kufuata kanuni za usafi na tahadhari za kiafya. Pia amewahimiza wananchi kupeleka wagonjwa kwa haraka kwenye vituo vya afya ili kuepusha madhara. Nitokea juma ya 40 ndipo tulianza kuorozesha visa vya magonjwa ya kuhara katika eneo hili, na visa hivi vilianzia katika eneo ndogo la afya la Mianja, hasa kwenye kituo kidogo cha afya cha Embe. Huko Mianja hadi sasa tunakuwa kwenye visa 40. Kunaonekana kushuka kwa visa vimoja, ila visa vimeanza kuwa vingi upande wa mtaa mdogo wa afya wa Masisi. Hakuna mtu ambaye alifariki katika kituo cha afya, ila kunakuwa wale ambao wanafariki katika jamii. Visa 2 vimeorozeshwa kwenye eneo ndogo la afya la Mianja kwenye kituo cha Embe, na kisa kingine cha jamii ni cha mtoto katika eneo ndogo la Masisi. Tunaendelea kuwaalika wakaaji wawe waangalizi sana kwa kila kisa hasa kia magonjwa ya kuhara, na ikiwa vinaendelea wajielekeze haraka kwenye kituo cha afya ili kupewa dawa. Na huko Ruchuru ni kwamba shirika la raia tarafani Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini imetaja kupongeza na kupokea kwa mikono miwili kuliwa saini kwa makubaliano ya msingi ya doa kati ya serikali ya DRC na FCM 23 yaliyofanywa mwishoni mwa wiki iliyopita. Shirika hilo limesifu hatua ya pande zote mbili kuonyesha utayari wa kufungua ukurasa mpya huu, likikumbusha kuwa raia walioteseka sana na mgogoro huu wanatarajia ahadi za kweli na zinazoweza kutekelezwa moja kwa moja katika maeneo hayo. Tunahimiza pande zote zinazohusika na migogoro, hasa serikali ya Kongo na upande wa M23 ambao wanataka kuelewana juu ya mizozo baina yao, lakini ambayo inaathiri raia. Na hawa raia wanangojea makubaliano ya kweli, makubaliano yenye mpango wa utekelezaji wa wazi, ili wahami wa ndani na wa nje waweze kurejea nyumbani, kujenga upya maisha yao na kupanga kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Makubaliano ya Doha sio ya kwanza ya Wakongomani, yamekuwepo mengi, na ukiangalia historia ni mfululizo wa mikataba yenye mwelekeo unaofanana. Hadi sasa tunapiga kengele ya hatari na kuambia wanasiasa wa Kongo kuwa amani, usalama, utulivu na maendeleo ya DRC vitapatikana tu kwa kuwa na dhamira ya kitaifa, kwamba si lazima kumwaga damu ili kufika madarakani. Hiki ndicho mashirika ya kiraia yanapigia kengele. Tunaomba wale walioitia saini wawe waaminifu, na huenda Doha au Washington vikawa makubaliano ya mwisho tutakayoshuhudia tena katika nchi hii. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba mwenyekiti wa chama cha upinzani SID Martin Fayulu Madidi kwa mara nyingine tena amemwalika rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kushiriki katika juhudi za kuleta mshikamano wa kweli wa kitaifa. Mengi zaidi na Isaac Mulucha Shibe. Ndiyo safari Alimasi. Katika ujumbe aliotoa kwa wananchi Jumanne tarehe 18 Novemba 2025, Martin Fayulu Madidi alisisitiza kuwa hakuna makubaliano yoyote ya nje yanayoweza kushinda maelewano ya ndani kati ya wakongomani wao kwa wao. Ninatoa wito kwa bwana Felix Tshisekedi na kwa wakongomani wote kufanya kazi kwa ajili ya mshikamano wa kitaifa, mshikamano wa kweli ambao unaweza tu kuletwa kupitia mazungumzo ya kitaifa ya pamoja na jumuishi.
Bwana Tshisekedi, kwa niaba ya raia wetu walioumizwa lakini bado wamesimama imara, ninakualika uitishe mara moja mazungumzo ya kitaifa, la sivyo historia itakushikilia kuwa miongoni mwa waliohusika katika mpango wa kuigawa Kongo pamoja na Bwana Kagame na Kabila. Hakuna mkataba wa nje unaopaswa kutangulia maridhiano ya watoto wa Kongo waliokusanyika ili kutangaza kwa sauti moja mshikamano wa kitaifa, alisema Martin Fayulu Madidi katika hotuba yake. Fayulu pia aliwahimiza wananchi wa Kongo kuwa macho na kubaki wakiwa wamehamasika ili kupinga jaribio lolote la kuligawa taifa. Wananchi wa Kongo, sasa ndiyo wakati wa kuamua mustakabali wetu. Ni sasa ambapo kila mmoja anapaswa kusimama ili kutetea thamani takatifu ya historia yetu, ukamilifu wa mipaka ya Kongo. Vijana wa Kongo ni ninyi ambao ni roho hai ya taifa hili. Huu si wakati tena wa kukata tamaa, huu ni wakati wa kuwa macho, wa kujitokeza na wa kujitolea kutetea nchi yetu. Jiandaheni, taifa liloungana liwezi kushindwa. Kongo iliyosimama imara haitagawanyika kamwe, aliongeza hivyo mpinzani huyo nguli. Alipotakiwa kuchukua hatua ya kuitisha mazungumzo ya kitaifa kufuatia kuchapishwa kwa kibali cha taasisi za kidini, Felix Tshisekedi alisisitiza kuwa hakuna mpango wowote wa mazungumzo unaoweza kufanyika bila kutoka kwake. Akizungumza wakati wa kongamano la pili la Union Sacrée pour la Nation, Felix Tshisekedi alithibitisha tena kujitolea kwake kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa, huku akikataa aina yoyote ya upatanishi inayosukumwa kutoka nje ya nchi. Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia alithibitisha kuunga mkono kwake mkataba wa Washington na mchakato wa Doha, akiutaja kama juhudi mbili za kidiplomasia zinazosaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiondoa kwenye ushawishi wa mataifa ya kigeni unaolenga kuyumbisha taasisi na nchi, hasa katika upande wa usalama. Na tumalizie na habari za kimataifa huko katika nchi ya Burundi. Burundi imeingiza zaidi ya dola milioni 6.8 kwenye uzaji wa madini katika harambee ya siku 100 iliyoanzishwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wetu wa Burundi, ametuandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bujumbura, rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye amesema kuwa fedha hizo zimepatikana katika harambee ya siku 100 za uchimbaji wa madini nchini Burundi. Alisema hadi kufikia sasa Burundi ina zaidi ya aina 27 ya madini, dhahabu tu ikiwa katika maeneo 119. Sanze ubwo tumaze kubona mu Burundi buriho ubutare burashika 27, aho harimo inzahabu yonyene iri mu bibanza 119. Tulikuta tuna aina 27 ya madini kiwemo dhahabu ambayo ipo kwenye maeneo 119, na hizo ni sehemu ambazo tumeshazifahamu, lakini tunaendelea na uchunguzi, tutayagundua hata maeneo mengine. Tukiangalia madini ambayo tumeshauza ni kwamba hadi kufikia sasa tumeshapata dola milioni 6,830,000. Kwa hiyo hadi kufikia sasa tuna maeneo 267 ya kuchimba madini, na katika maeneo hayo 247 yako yanachimbwa, na kuna mashirika ambayo yamekuwa yakitudanganya wa hayapati kitu wakati sisi tunaona kuwa kuna madini, na kuna wengine ambao wamekuwa wakijishughulisha na uchimbaji madini wa kificho na tulikuwa hatuwajui. Kwenye maeneo 119 ya dhahabu hadi kufikia sasa imeshachimbwa zaidi ya tani 1, na tukiwa na matumaini kuwa endapo na kitu kitafuatiliwa vizuri tutapata faida kubwa sana. Hitoni irenda ko gatoyi bamaze kwimba, rero tukabona yuko nitwamara kubitunganya neza umusaruro uzoba munini cyane. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni kupitia taarifa hizo za huko Burundi ndipo tumefika mwisho kabisa uchambuzi wetu wa habari. Shukrani kwa wale ambao walitutegea sikio mwanzo hadi mwisho wa habari hizi, na shukuru vile vile jopo zima la habari la waandishi wa habari wa Radio Kivu waliokamilisha kwa ajili ya uandaji wa taarifa hii. Na shukuru bani wangu ambaye alikuwa ni Merci Mbele Chipa Mali. Aliyokuletea uchambuzi wa habari si mwingine mimi Safari Almasri Metinwar. Sina la ziada na kuaga nikisema bye.